Umewahi kuambiwa kwenye kila jambo bora, kwenye kila jambo zuri, basi kuna mtu nyuma yake. Basi kwa upande wa Musti kwenye kila jambo lao bora, mtu nyuma yake ilikuwa ni serikali ya wanafunzi ya chuo cha Musti. Brother, unaendeleaje? Naendelea vizuri kabisa. Uko poa? Niko poa. Serikali yako ina mpango gani kwenye kuhakikisha kwamba talent za memba wake ama wanafunzi wa chuo cha Musti zinaendelea kukua na kwenda viral siku hadi siku? Kwa serikali ya Musti tumejikita katika matukio yetu yote. Yes. Tuwahamasishe watu wenye vipaji vyao wajitokeze, washiriki, vionekane. Yes. Maana Musti ni chuo kikubwa, taasisi kubwa. Yes. Unapofanya jambo katika level ya chuo ikaonekana mbele ya wanafunzi wengine na kukupa confidence na wewe inakupa moyo na kupush katika hilo jambo lako na kipaji chako ulicho nacho. Yes, mpaka sasa serikali yako imejitahidi kwa namna gani kuhakikisha kwamba inagusa maisha ya watu wenye vipaji na wajasiriamali kwenye chuo chenu cha Musti? Mpaka sasa serikali yetu kuna matukio mawili tushayafanya. Yes. Kuna ile tukio la Welcome Freshers. Yes. Ambao nadhani tulifanya kwa ukubwa sana na mshukuru Mungu tulitimiza kwa ukubwa ule. Yes. Kuna vijana wengi wa ndani waliperform, tukawaita na watu pia kutoka nje ambao wana vipaji vikubwa. Yes. Au vijana walipata wasaa kuongea na hao watu wakapata na zile connection wakabadilishana mawazo. Kuna wachoraji waliwachora wale wasanii waliokuja. Kuna madansa walidance vipaji vyao pale wakaonekana. Yes. Hiyo limeenda mbali sana kwa hiyo naamini hata wao wamepata mileage kubwa. Yes. Na tujaishia hapo na nadhani wiki inayokuja kuna tuzo zinaendelea za chuo cha Musti. Yes. Ni kiongozi wa serikali ya wanafunzi hiyo. Yes. Mtu Bwana Peter Mahocha kazi andaa hizo tuzo kuwapa zawadi wanafunzi. Yes. Kuna kategori kama 20-30 ba. Yes. Kwa tunawazingatia sana na hata kwenye kupata vibali vya kupresent vibali vyao, kushoot content zao. Yes. Nadhani hata kwenye mitandao sasa hivi Musti inaonekana kwa ukubwa wake. Yes, yes. Yeah, tunashukuru kwa hii hatua inaopiga, tunatamani tuendelee zaidi na zaidi. Yes, wewe kama kiongozi wa serikali ya wanafunzi ni kwa namna gani umepokea ujio wa Silent Ocean Uni Awards kwenye mkoa wa Mbeya hususan kwenye chuo cha Musti ambacho kina vijana wengi wenye talents na vipaji vikubwa? Of course tumelipokea kwa furaha maana kuna tuzo pia zimetoka kupita hapo za mwanachuo, kuna hizi tuzo pia imekuja. Unajua uwepo wa tuzo nyingi zinahamasisha watu kufanya jambo. Yes. Na inaweza ikawa tuzo ya kwanza ile mtu akuparticipate. Yes. Ikaja hii anaenda jambo lake, akaparticipate akaonekana, exposure ikaongezeka. Yes. Kwa hiyo zinavyokuwepo hizi tuzo, tuzo nyingi tofauti tofauti, zinawapa watu mileage ya kuonekana na pia vitu vyao kufahamika. Yes. Maana bila tuzo mtu unaweza kuuliza achievement yako ni nini? Hizi tuzo zinapokuwepo mtu anakuwa na ushahidi bana, mimi nilifanya jambo fulani nikapata achievement hii hapa na hii hapa. Kwa hiyo ni jambo jema sana, tunalipokea, tunaendelea kukaribisha wengine wote wenye awards. Watu wengi wana vipaji, wengi wana ubunifu tofauti, wengi kuna waimbaji, wachoraji, watu wa mipira. Nadhani hata mkiongeza na kategori za mpira nadhani sijui nazo. Tunazo kutakuwa na mashindano kabisa. Kuna wachezaji wengi, watu wengi wa sanaa wenye vipaji vya kujitosheleza. Kwa hiyo sisi kama wizara tunaendelea kuwasupport. Mtu mwenye jambo lake tunampa support kadri ya uwezo wetu kama serikali ya wanafunzi. Watu wanaendelea kushine, hatuna kizuizi chochote. Bana, hii ni Silent Ocean Uni Awards, tuzo namba 1 Tanzania. Sisi ndo taasisi ya kwanza kwenye kugusa talents na vipaji vya wanachuo. Make sure unajisajili. See you at the top.